Naitwa Evelyn Mkuele, ni mwanamke ambaye nina umri wa miaka 47. Nimejaliwa kupata watoto 4 ambao pia nilikuwa nawapata nikifuata uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango nilioanza mara baada ya kumzaa mtoto wangu wa kwanza mwaka 84. Na ule mwaka nilitumia vidonge. Ulinisaidia hakika, maana baada ya kumzaa yule mtoto nilichukua muda mrefu kabla sijashika mimba nyingine. Nilitumia uzazi wa mpango kwa njia ya sindano nilipomzaa mtoto wangu wa mwisho mwaka 99. Taratibu za uzazi wa mpango zimeniwezesha mimi kufanikisha katika mambo mengi yale ambayo nimeyakusudia kuyafanya, kwa sababu nilikuwa napata muda mwingi wa kupumzika na nilikuwa napata nguvu ya kufanya kazi. Kwa hiyo pamoja na shughuli zingine, lakini bado nilikuwa naendelea kujishughulisha na kilimo pia, na pia ninajishughulisha na ufugaji wa nyuki. Kwa ufugaji huo unanisaidia kufanikisha kuwasomesha watoto wangu. Nimejitahidi kuona kwamba watoto wangu wote wameenda shule. Ninaamini kwamba ukimwelimisha mtoto mmoja ni sawa umeelimisha jamii nzima. Mwaka 2010 nilishawishika kuingia katika kugombea uongozi wa kijiji. Na nikachaguliwa na wananchi kwa kura nyingi sana, na hivyo kuwa mwenyekiti wa serikali tangia mwaka 2010 na kiendesha kijiji cha Mpindimbi. Natarajia kwamba na mimi nitakuwa mama ambaye nitakuwa wa mfano kwa wamama wenzangu. Matarajio yangu kwa kina mama wa kijijini kwangu ni kupata elimu zaidi juu ya uzazi wa mpango na kutimiza malengo ambayo wao wenyewe binafsi wanajipangia katika maisha yao. Maana kama hii elimu haitapanuka kwao, bado watakuwa wanapata umaskini, hali ambayo itawaathiri wao pamoja na watoto ambao wanawazaa bila kupata elimu ya uzazi wa mpango. Wakipata elimu, kwanza itawasaidia na wenyewe kupanga taratibu za maisha yao wenyewe, alafu hata jamii vile vile watakuwa wanaisaidia katika kuielimisha kwa elimu hiyo ambayo wao watajaliwa kuipata.